Wahali gani mpenzi msikilizaji wa Ajira Update? Ni wasaa mwingine tena tunaendelea kuhabarishana mambo yanayohusiana na ajira, hususan ajira mbalimbali ambazo zinapatikana kwa wingi, mfano jeshi la polisi, jeshi la magereza, uhamiaji, jeshi na jeshi la zimamoto. Hivyo kama bado hujasubscribe channel zetu, basi twakuomba ugonge kitufe chekundu na upige alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupokea notification. Tunatambua ya kwamba tunaendelea kupokea comment ili kuweza kuelimishana kwa kupitia comment mbalimbali ambazo wadau wetu wanakuwa wanashare, ama wapenzi watazamaji wetu wanakuwa wanashare maswali yao na then tunayadiscuss humu. Nimepokea comment mbili ambazo naomba niziunganishe kwenye hii video. Anaitwa Ali Othmani, anasema kaka, mimi nipo tayari kujiunga na jeshi la polisi ili kulinda raia na mali zao, ila kuna fani nipo nayo lakini sikujifunza chuoni. Kuna sehemu wanatoa mafunzo, nilipata mafunzo hayo na kutunukiwa cheti. Vipi jeshi la polisi wanaangalia nalo? Wanaangalia hicho kitu? Twende kwenye comment nyingine. Anaitwa Ame Charles, mwanafamilia kabisa. Asante sana Ame kwa kuichagua Ajira Update ili tuweze kuwa tunabadilishana mawazo. Lakini kaka, ukiomba kwa fani si inakubalika? Alafu nataka kujua, mimi nina division 4 ya SASNA1 kweli? Vipi nikiapply polisi? Hivi mfumo utanikubali au utanikataa licha ya vigezo ambavyo wanasema mwisho 4 ya 28? Nadhani ndugu zangu wapenzi wasikilizaji, tumeona ndugu zetu wanahitaji ushauri kwenye vitu ambavyo wameviuliza, na kwa wewe ambaye bado hujasubscribe channel yetu, twakuomba ugonge kitufe chekundu cha neno subscribe ili tuendelee kupata habari na kusikiliza ndugu zetu wanahitaji kufahamu nini. Hata wewe ambaye unaweza ukawa na uelewa zaidi, basi msaidie ndugu yetu kwa kucomment kwenye hii posti. Nikianza kumjibu ndugu yangu Ali ambaye anasema ya kwamba anahitaji kufahamu, ana cheti ambacho amekipata lakini sio chuoni. Sasa kwa wewe Ali, iko hivi. Mara nyingi sana jeshi la polisi linapotangaza ajira zake huwa kuna fani limezilenga. Yaani kuna fani, mfano madereva, mfano watu wa IT, watu wanaojua kutumia kompyuta sana, ma IT hao. Sasa lakini iko hivi, ukiwa na cheti cha fani fulani ni msaada mkubwa sana, kwani majeshi wanahitaji sana fani ambayo ni nje na masomo yako. Yaani nje na cheti chako unakuwa na cheti assistance, hicho tunaita kama cheti cha kukusaidia, cha kukuongezea vigezo. Lakini sasa, je, hicho cheti ulichokipata ni halali? Kwa nini nasema ni halali? Ujue kuna vyuo vingine hivi vidogo vidogo wanavyofanya training, vingi sana unakuta havijasajiliwa. Kwa hiyo hata vyeti ambavyo wanavitoa ukipeleka popote pale wanaweza wakakikataa, maana unakuta hicho chuo hakitambuliki, ama hiyo sehemu ambayo unapata hiyo training haitambuliki. Lakini kama umepata training ama hayo mafunzo kwenye sehemu ambayo inatambulika na hicho cheti wakikiona wanatambua ni kitu fulani, basi kwako ni faida na itakusaidia sana. Ninaweza kukujibu hivyo kama utakuwa umenielewa, lakini iko hivyo kwamba ukiwa na cheti chochote kile, mfano fani ya udreva, fani ya fundi makenika, fani ya umeme, wanapenda sana. Kwa maana hiyo hakikisha tu una cheti ambacho ni halali, cheti ambacho kimethibitishwa kwamba kweli hata ukipeleka sehemu yote ile ya serikali
wana agree kwamba tunafahamu kuna mtu fulani anatoa mafunzo ya kitu fulani. Twende kwenye swali la pili, ndugu yetu ambaye ameuliza, anaitwa ameuliza ya kwamba yeye ana 4 ya 31 lakini pia ana fani fulani. Sasa tukiongelea kwenye fani ndio kama hivyo kwamba ni muhimu sana kuwa na fani ambayo itakubeba. Alafu tukiongelea na 4 ya 31, we don't know kwamba vigezo vitakuwaje mwaka huu, lakini vigezo vilivyopita walikuwa wanachukua mwisho 4 ya 28. Lakini cha kukusii, hata kama vigezo vikirudi vile vile kwamba watachukua 4 ya 28, usikate tamaa. Kinachotakiwa wewe ni kutuma maombi. Jaribu, upload cheti chako, tuma maombi, weka na vyeti vingine kama hicho cha fani, alafu tulia. Kwa msaada zaidi unaweza ninaomba kama kweli una haja na una uchu wa hicho kitu, hebu jitahidi. Ujue kwenye mafanikio hakuna njia iliyonyooka hata siku moja. Ili ufanikiwe lazima upite njia tofauti tofauti. Hakikisha hata kama jirani yako ama mtaani kwenu kuna mtu ambaye ni afande ama ni askari, jaribu kuweka ukaribu naye, angalau hata unamuona unamsalimia, bro, shikamoo, samahani nilikuwa naomba msaada wako, mimi nina 1 2 3, je, unaweza ukanisaidia kinamna gani mimi nikawa nafanya kazi kwenye jeshi la polisi? I'm sure atakupa ushauri ambao utakusaidia sana. Maybe anaweza kukushauri jaribu kuomba kuwa polisi jamii, hawa watu ambao wanashirikiana na polisi kufanya ulinzi hata hususan mida ya usiku. Yani jaribu kutafuta connection yoyote ile, na kushauri mpenzi msikilizaji, mtu ambaye anajitoa ufahamu na anamfesi muhusika moja kwa moja ni mtu ambaye ni wa kuogopa sana, maana ana confidence na anajua nini anapambania. Hakikisha hata kwenye ulinzi tafuta kila namna. Ongea hata na askari, nenda siku moja kituoni, piga nao story, fika tu wasalimie. Bana mimi napenda hii kazi lakini Mungu hajanijalia mimi kupata alama nzuri. Umenielewa? Kwa maana hiyo wenyewe wanaweza kukushauri ufanye nini. Kama uanzie chini, maybe ujiunge hata uwe kwenye wakiwa wanafanya doria zao na wewe labda wakuinclude, umeona. Yani tafuta kila namna, yani kwamba uwe karibu nao. Iko hivyo, nadhani nimeongea mengi. Kwa ambaye ameyapata na amejifunza, tukutane kwenye comment. Asante sana, chao.